Fupi, na pia hongera sana na kongole nyingi kwa historia yako fupi ambayo umeitoa tokea umekutana na hii biashara ukiwa huko Mwanza mpaka sasa hivi umehamia rasmi Dar es Salaam, licha ya kutokuwa na ndugu jamaa wala rafiki, na unaishi mkoa wa Dar es Salaam kwa 100%. Zaja anaenda kule nafundisha hapa. Sawa. Kwa hivyo leo nitaenda kutoa elimu babangu. Nataka niwe na mafanikio vile kama ulivyoyapata wewe baba yangu. Baba akashangaa, katika watoto wake 5 ni mtoto mmoja tu ambaye alikuwa ni mtoto wa mwisho ndiyo alitamani kujifunza namna ya kuwa tajiri. Unaweza ukashangaa na ukaona kitu cha ajabu. Katika familia ya watoto matajiri au ya watoto wa baba tajiri, mtoto mmoja tu ndiyo ambaye ametamani kutaka kujifunza namna ya kuingiza pesa na namna ya kuwa na pesa kama babake. Haya ni maajabu, na ndiyo maana unaona katika ulimwengu wa kawaida watu wengi hawana shauku na hawana nguvu ya kutaka kujifunza namna ya kuachana na umaskini. Si rahisi wewe kuwa katika session hii, si rahisi. Nitawapa siri kidogo sana. Hivi vitu havifundishwagi mtandaoni na wala coaches hawaongei mtandaoni, utavipata kwenye session kama hizi. Basi moja katika kitu ambacho kitakufanya uingie katika frequency za kuyapata mafanikio yako ni wewe kuweza kujua namna gani unaweza ukatrick au ukaflip vile ambavyo shetani anapambana kukuchezea usiyapate mafanikio. Ibilisi hakuacha kuifanya kazi yake pale tu ambapo alipomfanya Adam kuweza kula kitu ambacho Mwenyezi Mungu alimwambia usikiguse. Ibilisi kazi yake haikuisha. Alimuomba Mwenyezi Mungu ampe kibali kuweza kuishi duniani na kuwakamata watu wote ambao hawatakuwa na nguvu ya kimungu ya kuweza kuyafanya maisha yao yaweze kubadilika. Kwa hivyo anakuja katika sura nyingine, lakini ni yule yule, anaitwa Allegorical Devil. Allegorical Devil. Allegorical Devil. Huyu ni Ibilisi, kiongozi mkuu wa mafuasi wa shetani. Kazi yake kubwa huyu mwamba ni kukufanya wewe uweze kubaki katika maisha ya kawaida ambayo yatafanya uwe mfuasi wake utake usitake. Kitendo cha wewe kuanza kutamani kuyapata mafanikio ya kifedha, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unatamani kuondokana na mitego ya Ibilisi na Allegorical Devil ili uyapate mafanikio yako. Haitakuwa rahisi, narudia tena, haitakuwa rahisi kuweza lose grip, kumfanya Ibilisi aachie vidole vyake katika nguo yako ambayo kaishikilia kukufanya uweze kuwa maskini. Haitakuwa rahisi. Ni lazima utakutana na pressure, ni lazima utakutana na changamoto, ni lazima utakutana na msongo. Usipobahatika kwenye maisha yako kuwapata watu wenye mafanikio ya kumshinda Ibilisi, kuyafanya maendeleo, hakika nakwambia utateseka katika hii dunia mpaka mwisho na hautakuja kuyapata mafanikio ya kifedha na utaishia kuwa mtumwa. Kwa nini nasema hivyo? Yoyote unayemwona anasimama katika eneo fulani la kifedha, eneo fulani la kitajiri, eneo fulani la kimaendeleo, jua kabisa kuwa kuna aina ya tabia amefanikiwa kuziacha, ambazo hizo ni tabia zilizoundwa na zinazofanya mtu aweze kuwa amepigwa muhuri wa kuwa maskini. Hautaweza kuwa na huo uhuru wa mafanikio mpaka ufanikiwe kuondokana na muhuri wa umaskini. Muhuri wa umasikini ni muhuri mbaya sana, ambapo vijana wengi mimi nawaona wanatembea nao huo muhuri. Vijana wengi wameshikiliwa nguo zao nyuma na Ibilisi ambaye anawafanya washindwe kuyapata maendeleo. Vijana wengi wanashindwa kupata maendeleo kwa sababu bado Ibilisi anaendelea kuwachezea. Sasa mimi nitakupa story. Hichi kipindi cha leo kitakujenga vizuri sana na utakuja kuona kwa nini haubadilishi maisha yako. Pengine hayo majibu ambayo umekuwa ukiyatafuta na hayo maswali ambayo umekuwa ukijiuliza, Mwenyezi Mungu amekuita kwenye hichi kipindi uyapate hayo majibu. Na kwa hakika Mwenyezi Mungu atakufanya hayo majibu uyapate, na huu usiku inawezekana
ukabahatika kuondokana na misuli ambayo ibilisi anaendelea kukushikilia kufanya maisha yako yasibadilike. Babylon anasema hivi, mtoto wa Richest Man in the Babylon Arcade anasema, if someone is in anxiety, ikiwa mtu yoyote yupo katika wasiwasi wa maisha, he will set a most reasonable price, ataweza kuweka gharama ya vitu vikubwa zaidi. Kwa mfano, wewe unajiuliza, mimi nina wasiwasi na mwaka 2027, kama nitakuwa sina pesa nikiwa ninaumwa 500,000 au milioni ya ziada, maisha yangu yatakuwaje? Unaseti huo uoga. Kitendo cha kuseti uoga huo, automatically unakuwa ni mtu ambaye umeweka kitu chenye thamani kubwa zaidi katika maisha yako. Anaendelea tena anasema, each time opportunity fly away for the same reason. Muda wote watu fursa zinawakimbia na zinapaa kwa sababu ile ile ya aina moja. Each time she come to procrastinator. Kila muda fursa inakuja kwa mtu ambaye ni bingwa wa kuahirisha, procrastinator. Bringing good plan. Analeta mipango mizuri ya kuahirisha mambo. Kuna mtu kaona tusijisikii kuingia online kujifunza. Sawa. Sijisikii leo, pengine saa 2:30 nina bando hapa, nataka niingie TikTok nikazurure. Sawa. Mtu yoyote mpumbavu ambaye hawezi kuyapata mafanikio atatafuta sababu ya kuchelewesha na kuyakwepa mambo ambayo yanatakiwa ayafanye ili yapate mafanikio. Sasa hiyo sababu ya kukwepa mambo siyo yeye, rafiki yangu. Huyo ni ibilisi. Allegorical devil ndio anamfanya hivyo, anamshughulikia ili asiweze kung'atuka katika eneo la kumfanya aweze kuwa na mafanikio. Moja katika hadithi ambazo, mimi ni Muislamu, moja katika hadithi tunazozisoma katika vitabu Sahih Bukhari na vinginevyo, aliwahi kusema Mtume SAW, alfakiru kamithili alkufru, mtu kuwa fakiri na kuwa maskini anakaribiana na kuwa mtu ambaye anamkosea Mungu. Unajua kwa nini? Hakuna mambo mazuri unaweza ukayafanya ukiwa maskini. Tusitake kupambana kwa ujinga. Hakuna mambo mazuri unaweza ukayafanya na ukaishi katika hii dunia ukiwa maskini. Inatakiwa kila siku ujipe muda walau mara 3 useme mimi sio maskini, alafu useme mimi ni bilionea, mimi ni bilionea, mimi ni bilionea. Ukemea umaskini katika roho yako, ukemea umaskini katika fikra zako, ukemea umaskini katika nyumba yako, na hapo ndipo utaporuhusu malaika wa kheri kuweza kutembea na wewe na kuchukua maombi yako ambayo unapaniki kuyaomba kila siku, unashindwa kuyafikisha kwa Mwenyezi Mungu. Hakikisha unapopata fursa, jua kabisa mtego ulionao kuna ibilisi, shetani atakayelazimisha uone hicho kitu hakina maana. Hapo unapaswa kuwa makini sana kwa kutumia masikio yako ya roho ili uweze kuyachukua maamuzi na kubadilisha maisha yako. Each time fursa zinapokuja, procrastinator anakuwa na good plan. Each time they hesitate and says right now is not the best time. Anasema muda huu sio muda mzuri wa mimi kufanya mambo hayo. Anaendelea tena, anasema this time is not a good time for me to do something. Huu muda sio muda unaofaa sana kwa mimi kufanya mambo. Jiulize, ni mambo mangapi ambayo yamekuja katika maisha yako alafu wewe ulikuwa unatumia hizo kauli? Ulikuwa unajua kwa nini unazitumia hizo kauli? Hizo ni kauli za kiibilisi, kauli za kishetani ambazo ibilisi anazitumia kwako kukufanya uendelee kubaki katika kundi la watu wengi anawashughulikia ili usichomoke kwenda katika kundi la watu wenye mafanikio. Jamii zenye umaskini mwingi ndio zenye kesi nyingi za kipumbavu. Jamii zenye umaskini mwingi ndio zinazoongoza kwa kutupa matakataka nje. Jamii zenye umaskini mwingi ndio zinazoongoza kwa watoto kuzaliwa bila kuwa na mababa zao halali. Jamii zenye umaskini mwingi ndio zinazoongoza kwa uasherati, ufisadi, umalaya na mambo mengine ya kipumbavu. Ujiulize kwa nini? Hiyo ni ahadi aliyoiweka allegorical devil, ibilisi. Sehemu za watu waliostaarabika, sehemu za watu waliotajirika, sehemu za watu walioinuka kimawazo, wakaamua kubadilisha msingi wa maisha yao, huwezi kukuta mambo kama hayo ya kipumbavu. Na ndio maana moja ya nchi zilizoendelea utaijua kwa mazingira yake masafi katika eneo watu wanaloishi. Ishike hiyo. How can a man succeed that way? Hivi unafikiri mwanaume na mtu anayetaka mafanikio anaweza kufanikiwa kwa kuwa mpumbavu hivyo, kwa kuacha fursa zipite tu kirahisi?
Unapata mtu ambaye ana uwezo wa kukuokoa kwenye jangwa la bahari ya umaskini, akakutumia mkono bure kabisa, akakwambia ndugu yangu, Mtanzania mwenzangu, kaka yangu, dada yangu, nishike mkono nikufundishe namna ya kuingiza pesa ili ubadilishe maisha yako. Wewe unasikilizia? Mimi muda mwingine nakaa nafikiria watu, nafikiria maisha yao, alafu natoa machozi sana. Natamani ningeweza kuingia katika roho za watu, niwaonyeshe maisha yao jinsi yanavyoweza kuwa pale watakapokuwa wanakuwa na nguvu ya kiuchumi. Natoa machozi, nafuta, nasema Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa kunipa macho haya nilionayo sasa. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa kunipa kipawa hichi ulichonipa cha kuwafanya watu waweze kuondokana na umaskini, kwa sababu ni vita kubwa sana ya shetani na mimi ninaipiga. Na ziko nyakati napitia wakati mgumu wa kihisia. Siachi kufanya ibada, siachi kwenda katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu amewalaza watu makaburini, naenda kufanya ibada, naenda kusoma. Timu yangu inajua hiyo ni moja katika ratiba zangu ninazozifanya kila siku. Kwa nini? Nahitaji nguvu. Kuachana na umaskini na kufundisha watu kuachana na umaskini sio rahisi. Unaweka ahadi na vita na maskini, unaweka ahadi na vita na ibilisi ambaye ameshaweka ahadi atapambana na watu wote wanaotaka mafanikio, kwa sababu anajua kabisa akikuachia kwenye umaskini umeshapata uhuru na utakuwa wewe ni moja kati ya wacha Mungu ambao yeye anatamani kukudondosha usiwe. The spirit of procrastination is within all man and women. Roho ya kuahirisha mambo imo ndani ya watu wote, wanawake na wanaume. Delays our acceptance, inatuchelewesha kukubaliana na mambo ya kimungu ili maisha yetu yabadilike. In listening to it, utakapoisikiliza hiyo roho, we do become our own worst enemies. Sisi wenyewe kwa wenyewe tunakuwa maadui ndani yetu wenyewe kwa wenyewe. Jiulize, mtu aliyepewa fursa mwaka 2026 ambayo inaweza kumfanya akaingiza 500,000 kwa mwezi au 100,000 kwa wiki au 900,000 kwa mwezi au hata 50,000 kwa siku, na asipoichukua, je, unafikiri ndani ya mwaka mmoja unaokuja mbele, maisha yanavyozidi kuwa magumu na ataikosa fursa kama hiyo, nini kitatokea? Yeye kwa yeye atakuwa ni adui baina yake yeye na yeye mwenyewe. Unatangaza vita baina ya wewe na maisha yako. Kama pesa ni zako, zitasaidia maisha yako, zitasaidia kizazi chako. Sio kirahisi kuwapata watu wenye uwezo wa kusimama na wewe nchi kwa nchi, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mpaka uyapate mafanikio yako ya kifedha. Sio rahisi. Sio chuo chochote ulichowahi kuingia ukasoma miaka yako 4 bachelor, master and what shit. Sio elimu yoyote ulioingia vidudu mpaka la 7 ukamaliza form 4, haukupata mtu aliyesimama na wewe nchi kwa nchi kukusaidia kubadilisha maisha yako. Uliingia kukaririshwa, kuandaliwa kuwa mtumwa katika mifumo ya watu ambao wameshapata uhuru wa maisha yao. No man can arrive at a full measure of success. Hakuna mwanaume na mwanamke yoyote anayeweza kufika katika uwezo wake wa juu wa mafanikio until he hath completely crushed the spirit of procrastination within him, mpaka aweze kuponda roho chafu inayofanya asichukue maamuzi katika maisha yake. Hauna uwezo wa kufika kwenye kiwango cha mafanikio yako ya maisha mpaka uishughulikie hiyo roho, uiponde. Ndipo ambapo unakuwa na uhuru wa kuweza kufanya mambo yako. Roho ya kuahirisha mambo, nitafanya kesho, nitaanza kesho. Una fursa mkononi mwako, unasema nitaanza kesho. Vipi kesho huyo mtu aliyekupa fursa akitoka katika dunia? Maisha yako yatakuwaje? Chunga sana unapoletewa ishara za kubadilisha maisha yako. Na kusi rafiki yangu, uanze biashara sawa, usipoanza biashara kwangu pia sawa, but ninakwambia chunga sana unapopata nafasi ya watu ambao wanaweza kugusa maisha yako na ukasema nitafanya kesho. Chunga sana, kesho sio siku yako. Ndio maana leo ikaitwa present. Leo ni zawadi. Yawezekana simpate tena mtu kama huyo, akawa na access zingine ambazo huwezi kumpata tena kwenye maisha yako. Maisha yako yana uwezo wa kubadilika kwa sekunde tu, kwa kusikia vitu ambavyo vingekugharimu miaka yako 10 ijayo mbele.
Arkadi anaendelea anasema, during my long life, katika muda wangu wa maisha mrefu, I have watched the generation following generation marching forward along those avenues of trade, science and learning that led to success in life. Katika kuishi kwenye maisha yangu, nimeona vizazi vikiambatana mbele na vikisonga mbele kwa mchaka kuelekea katika maeneo ya biashara, maeneo ya sayansi na maeneo ya kujifunza namna ya kuwa na maisha mazuri. Opportunities come to all these men. Fursa ziliwajia watu hawa wote. Some grasped, wachache waliikamata fursa, grasped it, and moved steadily toward the gratification of their deposited desire. Na wakatembea uelekeo wa ile utashi wa maisha wanayoyataka kuyaishi. But the majority hesitated, lakini wengi wao waligoma, walidinda, walisonga, walichomeka miguu mbele kama mbuzi, wakagoma kwenda. Unapewa fursa unadinda, unajiona bingwa mjanja, una akili nyingi, unadinda. Sawa, dinda. Kilichotokea, failed and flattered fell behind. Walifeli na wakabaki wanajamba, wakawa wamebaki nyuma kwa kulalamika na kubwata kama mbwa aliyekosa mlinzi na mbwa aliyekosa lishe katika eneo. Maisha ya mwanadamu yasipokuwa na uwezo mzuri wa kuona fursa na kuzichukua, yanageuka kuwa kijiji cha kichaka cha matatizo, kichaka cha laana, kichaka cha dhambi, na hata Mwenyezi Mungu hapendi watu wasiokuwa na fedha. Mwenyezi Mungu hapendi watu wasiokuwa na maendeleo. Mwenyezi Mungu hapendi watu wasiokuwa na kauli, watu ambao muda wote wao wako nyuma tu, wamejishushundia kama kuku waliyekosa mama anayepigwa na baridi wakati wa msimu wa mvua. Wewe unatamani kuishi maisha hayo? Sawa. Wewe unadinda, utaki kukamata fursa. Sawa, dinda. Kizazi chako kinakuaje? Jiulize miaka 20 inayokuja mbele, watoto wako wakiwa wana akili wanasema, mimi namlaumu sana baba yangu kwa sababu wa kuchukua fursa. Namuona mzee fulani walikuwa umri wao wote, sasa hivi ana maisha mazuri. Ndio uzee wenyewe tunautengeneza saa hizi sasa. Unaona sisi tunapiga hatua, unaona makoches mtandaoni wanafoka sana, unafikiri wanapenda, tunakufundisha, tunajaribu kutoa sadaka tunjalia katika sadaka za aina 4 binadamu anatakiwa kuziacha: elimu, tunafundisha tupate thawabu, tukusaidie na wewe badilisha maisha yako. Unatuona wajinga. Miaka 20 inayokuja utakuwa mjinga wa mwisho wewe mwenyewe. Umechoka, mzee, umekaa kibarazani, huna hili wala lile, unasubiri watoto watafute chochote wakuletee pesa ya kununua hata virutubisho kwa ajili ya kuboresha huo mgongo ambao ushapinda kwa shida na matatizo na umaskini. Haya yanatengenezwa katika umri huu. Usipopata watu wa kukukemea, kuachana na pumbavu wa kusikilizia mambo, utakuja kuwa maskini mpuuzi unayesumbua watoto wako wakati umezeeka. Kamata fursa sio kwa ajili yako. Wewe hauna kazi na fursa, sawa. Kamata fursa kwa ajili ya kizazi chako. Ziko siku watoto wako watalaumu, watasema baba mpumbavu hakuchukua fursa. Kwa nini mzee fulani ana hela? Kwani wewe waoni hao? Kwani baba yako hajakupa hilo somo bado? Kwani wajomba zako hujaona hicho kitu? Kila siku ukiwaambia kitu hao hawana hela, na wewe utakuwa mzee sina hela pia, bingwa. Arkadi anaendelea anasema, it is necessary to take advantage to the opportunity. Ni muhimu kuweza kuchukua hatua za ziada kwa kuzikamata fursa. It is necessary to take advantage of opportunity to attract good luck, ili uweze kuvutia bahati nzuri on oneself, kwa mtu mwenyewe binafsi. Ziko fursa kwako zinakuja kama bahati. Endapo utajisogeza ukazikamata, inakuwa ndio umeshika mkono wa kufanikiwa, na hatimaye unaweza kuyapata mafanikio unayotaka. Akaendelea mwisho akasema, a man of action are favored by the goddess of good luck. Wanaume na wanawake na watu wote wanaofanya mambo kwa matendo, hao Mwenyezi Mungu anawasogezea miungu ya bahati kwao. Kampuni tunayofanya nayo kazi imeshatengeneza mamilionea wengi sana, nikiwemo na mimi milionea ajai. Hilo halina mashaka.
Na wewe ambaye upo katika kundi hili unasikiliza, na wewe ni milionea ajaye, hilo pia halina shaka. Kitakacho tutofautisha ni namna tutakavyoamua kuyawaza maisha ya kesho ambayo majibu hatuna. Chochote chenye kubadilisha maisha yako kitakutesa zaidi kwenye kufikiria kuliko kukifanya. Watu wengi wana mtaji wa $1.5 lakini hawaanzi. Kwa nini? Kwa sababu wanateseka zaidi kufikiria. Kwani wewe unajua kesho itakuwaje? Una kibali cha kujua hata masaa 5 yatakuwaje kama utakuwa umeishi au umekufa? Kwa nini unajistress sana kuwaza vitu ambavyo kwa uwazi kabisa vinakuonyesha unaweza ukayapata mafanikio? Chukua hatua. Leo una watu wachache ambao wana uwezo kusimama kwenye kona yako ya msaada na wakakwambia umeanza biashara, umejiunga, fanya 1, 2, 3 uweze kuyapata mafanikio. Tumekuandalia mfumo rahisi wa kujifunzia, mfumo rahisi wa kuielewa biashara, mfumo mzuri wa kukujenga kiroho, mfumo mzuri wa kukujenga kiakili. Fursa ziko kila mahali. Ni watu wachache tu ambao wana macho ya kuweza kuziona fursa hizo na kupata mafanikio. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, na mimi nikiwa ni balozi tokea mwaka 2024 kwa kuhitimu kozi 17 za Shirika la Afya Duniani, nimeshuhudia mengi sana yanayokuja katika upande wa afya miaka michache ijayo. Baada ya corona, takwimu za wagonjwa wa sukari na pressure na kustroke zimeongezeka kwa kasi kubwa ya ajabu katika maisha. Watu wanaoumwa figo nao wanaongoza, watu wanaoumwa kansa nao wanaongoza. Kampuni yetu ya BF Suma ina virutubisho vinavyofanya kazi kutibu changamoto hizo na kuboresha afya ya binadamu, kujilinda na madhara makubwa yanayotokana na matumizi ya dawa ambazo zinawasaidia watu kutumia wakiwa wanapitia changamoto hizo. Hii ni fursa ambayo ni ya ajabu, fursa adhimu. Na hata mwaka huu bajeti ya serikali katika upande wa afya ni bajeti kubwa zaidi katika upande wa mambo ya ndani kuliko kawaida. Kwa nini? Kwa sababu maradhi yanaendelea kuwa sugu, kupoteza maisha ya watu. Takwimu za leo za mwezi mmoja nyuma, takriban watu 65,000 wanakufa kwa changamoto ya stroke Tanzania kila mwaka. Uwanja wa Mkapa unaingia watu almost 60,000. Sasa unaambiwa watu 65,000 wanakufa kwa changamoto ya stroke. Maana yake nini? Maana yake wewe ambaye upo katika fursa inayosaidia watu kupata namna ya kuweza kuboresha mifumo ya lishe na kusambaza virutubisho nafuu kwa gharama rafiki na elekezi, una nafasi ya kutengeneza pesa nyingi. Kadiri ulimwengu unapoelekea mbele na kwenye AI, watu wanazidi kuumwa zaidi kwa sababu mifumo ambayo inatumia udigitali au maroboti inazidi kuwa mingi. Ndio maana watu sasa hivi wanazidi kuongezeka uzito. Hiyo ni ishara kuwa magonjwa wanazidi kuongezeka mtaani. Hakuna siku hata moja itakayofikiwa watu wakasema hatuumwi. Hiyo siku mpaka mwisho wa dunia. Mtu ambaye yupo katika eneo linalohusiana na afya ya binadamu ataingiza pesa mpaka mwisho wa uhai wa binadamu hao. Mungu akubariki kwa kuwa kwenye hii session. Ninakusihi tu kuwa ponda hiyo roho ya kimaskini inayokufanya uchelewe kuchukua maamuzi ambayo maisha yako yanategemea maamuzi hayo. Kumbuka kizazi chako, watoto wako mwisho utakapokuwa watasema nini juu ya jina lako la pili au la kwanza uliowaachia baada ya wewe kutangulia mbele ya uhai. Hilo linapaswa kuwa jukumu la kwanza la kuchukua maamuzi. Muda hausubiri mtu. Siku zote vitu vizuri vinakuja ukiwa haupo tayari. Asante sana, narudisha kwako Mikey modulator, na Mungu awabariki nyote mliokuwa katika session hii, na wabeba katika maombi yangu, na nyinyi msisahau kunibeba katika maombi yenu. Kwa hakika sote tunastahili kuwa na mafanikio na kuwa mamilionea. Sema mimi ni bilionea. 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 Mimi ni tajiri ajaye. 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 Mimi sio maskini. Mimi sio maskini. Mimi sio maskini. Mimi sio maskini.
Mimi sio maskini, mimi sio maskini, mimi sio maskini. Asante sana. Shukrani sana Coach Mbaraka Mbwambo kwa kuweza